Wakati unakuta mkulima anafanya kazi yake kwa njia iliyo nzuri, unajaliwa tabasamu taanusi, na nafurahi kwamba kila wakati anapofanya vile anapata nafasi ya kufurahia matokeo, na kwa hakika ametaja kuhusiana na hela, na nakutakia kila laheri pia iwapo unaanza sasa hivi. Wanasema miguu bakibandika bakibandua, kila hatua dua, na ni raha kweli. Bila wasiwasi, studioni siko peke yangu, kuna bingwa ambaye tutazungumza naye sana kuhusiana na mengi. Bingwa, ndakupa nafasi tuzungumze, lakini awali ya yote karibu sana studioni. Wakati yule bingwa amezungumza, ametaja kuhusiana na bei. Je, kuna tofauti ya bei na inatokana na nini? Asante sana kwa kunialika kwa hii show ya jioni ya leo. Baadhi ya mambo yale yenye yana affect soko ya bidhaa, mostly beetroot. One, kitu cha kwanza ni demand. Ni wakati upi yenye umeproduce hii beetroot yako, ili wakati yenye umeweza kuitoa kwa shamba lako. Kwa mfano, kuna ile msimu yenye kuna sherehe mingi, hiyo ni kumaanisha inahitajika kwa kiwango cha juu vizuri. So ni kumaanisha hiyo wakati utapata demand ikiwa juu, ni kumaanisha utaweza kupata faida kwa wingi. Kitu cha pili ni wakati wenye hiyo bidhaa yenye una produce ama hiyo bidhaa yenye unataka kuuza. Je, ni wakulima wangapi wako na uwezo wa kuizalisha? Kwa mfano, kuna wale wenye wanategemea mvua. Kama unategemea mvua, utajipata uko na misimu 2 peke yake ya kuweza kuvuna hii bidhaa yako yenye ni beetroot. Lakini kama unatumia climate smart farming, ambayo unaweza kunyunyuzia mimea yako, beetroot yako maji vizuri, utapata utaweza kuproduce ile wakati watu wengine hawezi kuproduce. Inaweza kuaffect production na pia soko yenye utaweza kupata. Good. Na furahi sana, najua nitakupa nafasi pia ujitambulishe na tuzungumze mengi. Mtazamaji umemsikiliza, anamiminika maarifa kabisa. Tunajiandaa kubwa zaidi ni kuzungumza naye kuhusiana na viazi sukari. Na kwaje, usikwende popote, salia na sisi, tunakwenda mapumziko kidunya, tukirejea kungali na mengi kabisa. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kutazama kipindi cha Kenya's Goal, kipindi ambacho ni Shirafu taifa la Kenya kinakupa nafasi ya kusoma mengi kuhusiana na kilimo. Kabla tuende mapumzikoni, nilimpa nafasi bingwa hapa atueleze kidogo kuhusiana na beetroot. Bingwa, asante sana. Najua kabla nikupe nafasi ujitambulishe, useme jina lako, umefanya ukulima huu ama ukuzaji wa beetroot kwa muda gani sasa, na je kuna manufaa? Kwa miaka 5 sasa. Na iko na manufaa zaidi. Good. Naeta pesa mfukoni. Sasa kuna mtu anakutazama, angependa kujua jina lako na vile vile kile unafanya katika sekta ya kilimo taifa la Kenya. Thank you so much. Kwa majina naitwa Paul Njuguna kutoka Kiambu, mzaliwa wa Nakuru, lakini kwa sasa nafanya kazi Kiambu kama mtaalamu wa kilimo. Good. Yeah. Tuzungumze bingwa kuhusiana na beetroot. Wakati mwingi hasa nikiingia hapa, mpiga picha wangu anaitwa Kirui ameuliza soil gani nzuri ambayo tunaweza tumia wakati tunakuza beetroot, na je kuna climate ambayo ina favor, na kwa mtu ambaye kwa mfano yuko Kajiado, yuko Machakos, je inakwenda na yeye? Unapopanda beetroot yako, kitu cha kwanza kuzingatia ni udongo wako. Udongo uko namna gani? Kwa sababu hii beetroot ni kitu yenye inaweza kupanuka kwa mizizi yake. Kwa sababu ikitengeneza hicho kiazi chake kama hiyo bulb yake inaweza kupanuka. Kwa hivyo inahitaji mchanga wenye inaweza kusukuma kwa urahisi. So huo tunasema uipande wahali kuna udongo wenye ni clay loam, ambao utaweza kusaidia hiyo beetroot yako iweze kupanuka vizuri. Kitu cha pili ni kiwango cha maji. At least inahitaji kupata maji kutoka mililita 500 hadi mililita 1000. Kitu cha tatu inahitaji temperature zinafaa kukua kutoka 15 hadi 25. Na ukiangalia baadhi ya ile climate yenye tuko nayo hapa Kenya, unaona ina range within hizo ranges zenye hii beetroot yetu inahitaji. Jambo la tatu, inahitaji kiwango cha maji kutoka mililita 500 hadi mililita 1000. Kwa hivyo ni kumaanisha kulingana na ile kiwango cha maji yenye ama kiwango cha mvua yenye tunapata hapa katika nchi yetu ya Kenya, baadhi ya sehemu mingi zetu huwa ziko na uwezo wa kuweza kukuza huu mmea wetu wa beetroot. Kwa hivyo hapa Kenya, counties mingi ziko na uwezo wa kupanda hii beetroot. Kwa mfano kaunti kama Kiambu, kaunti kama Murang'a, kaunti kama Nakuru,
kaunti kama Kirinyaga, kaunti kama Tharaka Nithi, hadi Kajiado iko na uwezo wa kupanda hii beetroot yetu. Kitu kingine huwa tunazingatia sana sana ni uwezekano wa kuweza kupata maji ya kutosha. Kwa mfano unaweza pata useme mkulima mwenye yako maybe mahali kama Kajiado, maybe kunaweza kuwa na upungufu wa maji, lakini kama ako na uwezo wa kunyunyizia huu mmea wake maji, ako na uwezo wa kupanda na aweze kupata mazao vizuri na aweze kupata faida. Good. Thank you. Wakati unapotaja hivyo, yule mkulima anatumia drip yeye na anafanikisha hilo, zungumza na mtu ambaye kweli angependa sana kuingia katika ulingo wa ukuzaji wa beetroot lakini hana maji na anataka kwenda mbinu ya yule mkulima ambaye tumemwona katika makala yetu. Kwa sisi tunasema ukulima unafaa kuwa ni climate smart agriculture ambao hatutegemei kwa mvua sana. Kwa mfano, unapopanda hii beetroot yetu unaweza panda mara 2 kwa mwaka on a normal circumstances, ama kwa ile hali ya kawaida tu. Ile unaweza panda mwezi wa 3 ama upande mwezi wa 10 ama mwezi wa 9 depending na ile wakati yenye mvua imekuja. Lakini kama unataka kupanda hii beetroot na maybe kwenye huko hakuna maji ya kutosha, ama unataka kupanda ile wakati wenye wakulima wengi hawapandi, hapo ndio maana tunaambia mkulima unaweza fanya kitu inaitwa irrigation, kunyunyizia maji. Na sana sana tunahimiza upanzi wa beetroot ukitumia drip irrigation. Mbona utumie drip irrigation? Kwa sababu ukitumia hii ingine sprinkler inaweza leta magonjwa kwa hii beetroot yako, inaweza leta shida kwa hii beetroot yako. So huwa tuna encourage mkulima atumie drip irrigation anaponyunyizia hii mmea yake. Bado hapo ukitaja sprinkler inaleta magonjwa, ni namna gani? Sprinkler inaponyunyizia maji inaenda kiguza udongo rukia mimea, inarukia mimea, inafanya ina splashing, inarukia udongo unarukia matawi ya mmea wako. So kama inaweza sababisha ugonjwa kama hii ugonjwa yenye inatoka kwa udongo inasambaa kwa ile mimea nyingine. Kwa mfano kama fungal diseases inaweza kuambukiza hiyo mmea wako. So lakini kama inatumia drip irrigation, hiyo maji inadondoka pole pole. Kwa hivyo haiwezi sumbua udongo wako kutoka kwa hapo chini iweze kurukia ingine, iweze kusababisha fungal infection kwa mmea wako. Okay. Wakati umetaja hivyo, ningependa kupanda. Ni mbegu gani nzuri, na je, kuna variety ya aina gani ya beetroot katika soko? Thank you so much. Tunapofanya ukulima wa beetroot, kuna aina 3 ya beetroot zenye tunaweza kupanda kwa hii nchi yetu ya Kenya, lakini sana sana kuna aina 2 ziko common sana. Ya kwanza kuna hizi aina 2. Hii aina ya kwanza inaitwa ni Crimson Grube, ambayo ukiangalia shape yake inakaa ni kama oval sana sana, na tena ukiangalia rangi yake inakaa ni nyekundu yenye ni light green, light red. Lakini hii ingine yenye tunaita dark red, dark red beetroot, ukiangalia shape yake inakaa ni kama iko round, na pili ukiangalia ni kama iko dark kidogo kuliko hii ingine. So unapoangalia hizi 2, tofauti yake ni gani? Sana sana watu wenye huwa tunatumia hizi beetroot sana sana, chenye huwa tunajaribu kuzingatia sana sana ni afya ya mwili wako. Kitu ya pili ni soko ya hiyo bidhaa yenye unauza, wakulima wale wanunuzi watachukulia namna gani. So hii utapata kwa sababu iko na manufaa sana, kwa sababu hiyo dark red yake iko na manufaa, iko na vitamin B ya hali ya juu, iko na vitamin C ya hali ya juu ndani yake, iko na iron ya hali ya juu ndani yake. So watu wengi wana prefer hii. Kitu ya pili, ukiangalia hii huwa iko ngumu, ukiguza ngozi yake iko ngumu, kwa hivyo inaweza kaa kwa muda mrefu. Kitu ya tatu, hii iko na flavor, iko juu kuliko hii ingine. So wakulima sana sana ama soko sana sana inapenda hii. Kwa hivyo unapata wakulima wengi wana opt kupanda hii kwa sababu ya soko na kwa ajili ya afya yao. Okay. Yeah. Najua pia angependa kutofautisha. Yes. Umetaja, rudisha tu, mna tatizo. Wakati umetaja aina hizo 2, kubwa zaidi ni zile hela pia, kwa umetaja soko kweli, lakini wakati unatanguliza ukasema kuna vari kutokana na seasons. Yeah. Kuna wakati ule labda tunazungumzia 70 bob, wakati ule mkulima tuna moja akasema 120.
katika variety pia, je, kuna tofauti ya bei na mkulima unamweleza kwende kwa njia gani hasa akitafuta soko lake? Aha. Ukiangalia kulingana na ugumu wa hiyo bidhaa yenye unauza, ndio huwa ina affect kilo yenye utaenda kuuza. Kwa mfano, ukipanda hizi beetroots mbili, utapata hii kwa vile ni ngumu sana, utapata unaweza pata hizi 3 ndio zinaangusha kilo 1. But hizi unapata saa zingine ni kama 4 ndio zinaweza kuangusha kilo yako. So yule mkulima ata opt kwenda kwa ile yenye anajua akiweka 3 itaweza kuangusha kilo, na kama kilo 1 ni 100. Ako sure akiweka 3 inampe shilingi 100. Compared kwa hii nyingine yenye inaweza enda 4 ama 5 ndio aweze kupata soko yake. Then kitu cha pili ni ataangalia ikienda kwa soko iko na uwezekano wa kununuliwa. Ni wanunuzi wangapi wat opt kununua hii yenye ni dark red ama hii yenye ni light red. Okay. Yeah. Good. Thank you. Kuna swala lingine na I'm very sure hata wewe wakati umekwenda kwa wakulima wengi watakuuliza hili. Beetroot wakati tunafanya transplant najua ni ngumu sana. Una advice namna gani mkulima afanye transplant ama pande moja kwa moja, na ni kwa nini? Thank you so much. Huwa tunahimiza wakulima kufanya direct planting ya hii beetroot. Aende anunue mbegu kutoka kwa Agrovet yenye ni certified, mbegu yenye iko safi, aende apande hizo mbegu kwa shamba lake. Mbona asifanye transplant, akatengeneza nursery kisha ipeleke kwa shamba lake? Hizi beetroot tukumbuke kwanza hii mizizi ndio inafaa ipanuke vizuri ndio iweke vizuri. So na ukienda kung'oa ndio uende ufanye transplanting, haukuwa umemwagia maji ya kutosha, utapata kuna mizizi ingine itaenda ikatike. Hapo ndio pana unaenda unapata umepanda beetroot baada ya wiki 3 unaona zimeanza kutoa maua. So kwa sababu imepata na ile stress. So ndio uweze kuzuia hiyo hali, unafaa at least upande hizo mbegu. Yeah. No, umetaja vitu viwili hapo kuhusiana na, kwanza tutangulize maua. Wakati maua yanajitokeza mapema inaatharisha namna gani soko? La pili, wakati unatamka hilo, najua kuna mkulima ambaye amefanya transplant kweli, lakini kwa bahati mbaya ama nzuri amegundua imekomaa haraka, so imekomaa mapema kabla ya muda wake. Advice yako namna gani? Na je, kuhusiana na maua athari ikoje kwa soko? Una beetroot mostly huwa tunajua mmea umeanza kukomaa wakati unaanza kutoa maua. So ile wakati unatoa maua, mkulima atakuwa tend kufikiria mmea wake umekomaa. So utapata maybe baada ya wiki 3 ama 4 umepata anadhani hiyo beetroot yake imekomaa. Hapo ndio utaenda upate kwa soko kuna beetroot moja ni kubwa vizuri na kuna nyingine ni kadogo. Kwa sababu gani? Alifikiria zimeweza kukomaa. Na kuna baadhi ya ile mambo yenye huwa inafanya uweze kuona ni kama ama uone huu mmea umeanza kutoa maua. Kitu cha kwanza ni ufanye transplanting yako kama umechelewa. Kwa maana huwa tunahimiza mkulima fanya transplanting wiki ya 2 after umeipanda. So utapata kuna ule mkulima mwenye atachelewa kufanya hii transplanting. So ile mizizi ilikuwa isha develop, ilikuwa ishaanza kutokelezea. So ile wakati yenye ataenda kung'oa na hakumwagia maji ya kutosha, akipeleka pale kwa ile shamba yake, unapata imeanza kutoa maua kwa mapema. Kitu cha pili, ita affect hiyo productivity yake. Like hata jua ni wakati upi wa kwenda kuivuna, inaweza kuaffect ile quality yenye nafaa kuvuna. Kwa mfano, kuna hizi beetroot mbili. Shikia itulie kwa ajili ya kamera. Okay. Kuna hizi beetroot mbili zenye zimetoka kwa shamba moja. Lakini ukiangalia hii size yake ni kubwa kidogo compared na hii ingine. Kwa sababu gani? Labda huu mkulima alipanda maybe akaenda akafanya transplant, lakini ile wakati aliona ni kama zimekomaa akaenda akang'oa. Unaona? Lakini hii kuna uwezekano ikuwa ilipanda ikiwa mbegu, akaipea ile condition yenye iko sawa, akaiwekea mbolea ya kutosha. So by the time ilikuwa inamaliza miezi 3 ama miezi 2.5, hizo beetroot yake ilikuwa imeka kwa kiwango ya maximum productivity yake. Good. Thank you. Kwenye sentence yako umetamka kuhusiana na mbolea. Kutoka mwanzo wakati tunakwenda shughuli zote za upanzi wa beetroots, hadi wakati tunakwenda kilele cha mavuno, mbolea utaratibu wake unakaa namna gani?
Thank you so much. Huwa tunasema mbolea ndio uti wa mgongo wa kunawiri kwa ukulima. So ukiwa na mbolea ya kutosha, uko na uhakika utapata mazao ya kutosha. Na sana sana tunahimiza kuhusu mbolea ya kienyeji ama mbolea ya kiasili yenye tunatengenezea kwetu nyumbani. So unapopanda hizi beetroot zako, kitu cha kwanza ukienda kupanda lazima uhakikishe uko na mbolea ya kutosha. Na kwa ile video yenye tulichezewa, tunaona huyo mzee alikuwa anapanda kwa sections. So huwa tuna advise mkulima atengeneze bed ya mita 1.5, upana wa mita 1.5 na urefu kadri ya uwezo wake ama kadri ya venye shamba yake inatoshana. Kitu cha pili, kwa kila mita 1 hakikisha uko na wheelbarrow moja ya mbolea ambayo imeiva vizuri. Kwa hiyo tunasisitiza mbolea ambayo imeiva vizuri na imehifadhiwa vizuri. Ukishaipanda baada ya wiki 3, ukishamaliza kupalilia, hakikisha umetumia NPK 17. Kwa nini mbona huwa tunasema NPK? Hii beetroot yako inahitaji ipate nitrogen. Kwa sababu hiyo ndio wakati yenye inaanza kuweka maua yake vizuri, inahitaji nitrogen ndio iweze kuitengenezea chakula ya kutosha. Kitu cha pili, inahitaji phosphorus ndio iweze kutengeneza mizizi yake vizuri. Kitu cha tatu, inahitaji kuwe na potassium ambayo inasaidia iwe na ladha tamu, ndio wale wanunuzi waweze kuipenda sana unapoipeleka kwa soko. So huwa tunahimiza ukiipanda, hakikisha uko na mbolea ya kutosha, ile mbolea ya kienyeji. Ukishamaliza kupalilia mimea yako, hakikisha umenyunyuzia NPK yenye itasaidia ndio iweze kuweka matawi vizuri, iweze kuweka mizizi vizuri, na at least iweze kuweka ladha mzuri ama flavor mzuri kwa beetroot yako. Okay. Tusafiri, unafanya kazi nzuri kusema ukweli, maelezo yako yanakwenda sawa kabisa. Lakini wakati tunafanya hivyo, kuna swala ambalo linajitokeza. Nimepanda kweli kwa raha, lakini bahati nzuri ama mbaya, beetroot ikachipuka nyingi katika sehemu hiyo. Tafanyaje thinning na mbona tunahitaji kufanya thinning? Huwa tunasema thinning, huwa tunajaribu kupunguza idadi ya mimea kwa sehemu moja ya hizo mimea. Kwa mfano, kama umeweka beetroot zako kwa spacing ya 10-10-10, interval ya spacing ya 10-10 kwa line moja, lakini ukienda ukapata zimemea 3 ama 4, kuna yule mkulima atataka kusema wacha nieche zote 3 zifanye, at least ndio niweze kupata mazao zaidi. Lakini hasha, huwa tunasema beetroot si wingi. Beetroot ni kilo yenye utaweza kutoka kwa shamba lako. So unafaa kuhakikisha huu mmea wako umepata chakula cha kutosha. Na kwa hiyo sehemu yenye hiyo beetroot yenye iko inafaa kuwa kutoka kwa beetroot moja hadi ingine iko ni spacing ya 10/30. Ni kumaanisha inafaa ikule hiyo area yote beetroot moja. So huwa tuna advise mkulima baada ya kumaliza wiki 2, kama kuna beetroot yenye iko zaidi ya moja kwa shimo moja, unafaa uzing'oe uzifanye transplant. Na kama unataka kufanya transplanting, hakikisha umenyunyuzia maji ya kutosha. Umwagie maji ya kutosha ndio uweze kung'oa ule mmea uende ukaipeleke mahali pengine. Good. Asante sana. Hadi kufika hapo Paul, umefanya vizuri kabisa, na najua mkulima atasubiri tena, hata ingawa tunakwenda katika mapumziko. Tutarejea tuzungumzie hasa swala la mkulima ambaye ana shamba dogo atafanikiwa namna gani, na vile vile najua mara nyingi ukikwenda katika hoteli ama mkahawani utagundua kwamba wanafanya kama viamsha hamu. Itakuwaje? Mtazamaji, bila shaka ni bingwa anafafanua masuala yake kuhusiana na viazi sukari au beetroot bila wasiwasi, na mimi umefuatilia. Lakini sasa tunakwenda mapumzikoni. Kwa mtu ambaye anakosea kuhusiana na viazi tamu, viazi sukari, na mimi tutakupatia fafanuzi. Usikwende popote, tuende mapumzikoni kwa sasa. Kenya's Gold. Karibu sana mtazamaji, tunaendelea kudadavua mengi kuhusiana na viazi sukari au beetroot. Kwa wale ambao wanatufuatilia bingwa, kabla tuende mapumzikoni tumezungumza mengi, lakini kwa mtazamaji ambaye labda amejiunga na sisi sasa na angependa kujua, turejelee lile swala la udongo, anakusikiliza. Ni udongo upi mzuri? Thank you so much. Beetroot yetu tumesema mimea yenye inatengeneza chakula chake chini ya udongo
inahitaji nafasi ndio iweze kupanuka vizuri. Hivyo ni kumaanisha ule udongo wenye umeshikana sana utazuia hii beetroot yetu kuweza kuweka vizuri. So huwa tunahimiza mkulima apande hii beetroot yetu mahali yenye kuna sandy ama loamy soil. Kwa sababu gani? Hii sandy ama loamy soil iko na hiyo species kubwa kubwa. Kwa hivyo kisukumwa kidogo itaweza iko na uwezo wa kusonga. Unlike clay soil yenye imeshikana sana. So hii beetroot itakapotaka kupanuka haitakuwa na hiyo uwezo wa kupanuka. So huwa tunahimiza mkulima apande kwa sandy loam soil. Yeah. Okay. Nimefurahi kwa hilo. Wakati tunakata, najua tumefikisha wakati wa kuvuna. Kuna mambo mawili ningependa kujua. Mara nyingi yule mkulima anapotaka kuvuna beetroot, yeye huchomoa na tayari amekatiza maisha ya ile beetroot na hatojua kama ilikuwa imekomaa au bado. Sasa tunaangalia namna gani tujue kwamba hii beetroot imekomaa, na wakati tumejua kwamba imekomaa tutakata namna gani matawi yake? Naam. Thank you so much. Tunapotaka kujua beetroot yetu imekomaa, kuna vitu mbili za kuzingatia. Kitu cha kwanza, huu mkulima anafaa kuwa na accurate record ya upanzi ama ya jinsi alivyopanda hii mimea, kwa sababu tunasema hii beetroot yetu inachukua kutoka 60 to 80 days iko tayari ya kuvunwa. So kama ataangalia kwa record zake, ajue nilipanda tarehe 1 mwezi wa 3, tajua baada ya siku 60 ama kutoka siku 60 hadi 80 hiyo beetroot yake iko tayari. Hiyo ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili, mimea yote yenye inaweza kuweka chakula chake chini huwa inasukuma udongo. So ukitaka kujua hii beetroot yetu imekomaa, utaenda uangalie hapo kwa udongo wako. Utaona imeanza kuweka cracks. Utajua hiyo beetroot yako imekomaa ya kuvuna. Then kama imekomaa ya kuvuna, utaenda shambani, utang'oa beetroot zako. Kama hii ndio ile beetroot yenye umevuna, kuna ile matawi yenye hukuwa juu. Na ndio kuhakikisha at least haitapoteza maji mingi kwa haraka, utakuja ukatie matawi yako juu kidogo. Mbona usikatie hapa chini? Ukikatia hapa chini, kumbuka hii beetroot yetu iko na maji mengi. So ukikatia hapa chini, kuna uwezekano infection zinaweza ingia hapa ndani. Shika na mkono wa kulia sana. Hivi. Infection zinaweza ingia hapa ndani, upate beetroot yako imeanza kuoza. Lakini ukikatia hapa juu, hii itaenda ikikauka pole pole. By the time inasema ni kufika hapa chini, bidhaa yako utakuwa ushapeleka sokoni na ukauza ukapata pesa. Okay. Yeah. Asante sana. Tunakaribia kumaliza, lakini kwa haraka tu, yule mkulima ukutwa na magonjwa, na najua mara nyingi ukishikilia hiyo ugonjwa ambao unaozesha sana ndani yake, tukabili namna gani? Baadhi ya huu ni ugonjwa ambao huu unasumbua wakulima sana sana, kwa sababu unapata hii beetroot yako imeanza kuoza. Na sana sana mostly huu inaanza kuoza kama hii beetroot yako haipati jua ya kutosha na ama umepeka maji mengi. So huwa tunahimiza mkulima, unapoenda kupanda beetroot yako, hakikisha inapata jua ya kutosha. Huwa tunasema at least masaa 4 kwa 6 kwa siku. Good. Hiyo ni kumaanisha hii beetroot yako, 1, usipande ambapo mahali kuna overcrowding. Hakikisha ziko na spacing ya kutosha. Okay. Kitu ya pili, hakikisha hakuna kivuli. Hakuna shading kwa shamba lako. So kama shamba lako imezingirwa na miti, unafaa kuhakikisha ile wakati unaenda kupanda beetroot yako, umeprune hiyo miti yako, ndio hii beetroot yako iweze kufanya vizuri. Good. Nashukuru sana kwa sababu ya muda, naomba kukatiza, na nafurahi. Asante sana Paul kwa kuja siku ya leo, na najua kwamba mkulima ambaye amekufuatilia amefanikiwa kule nyumbani. Mtazamaji, bila wasiwasi, nashukuru sana kwa kutufuatilia, na kabla tukamilishe ni kufahamisha kwamba kesho katika makala yetu, najua umenunua asali na wakati mwingine unafika nyumbani unashtuka si asali, inakuaje? Kesho tutafafanua kabisa, kwa sababu tutakwenda kwenye maabara tupime, tujue hii ni asali asili yenye hasili yenye ni uhalisi wake inakuaje. Raha kabisa. Ninakamilisha nikisema hivi, salia na Mwenyezi Mungu, kumbuka tatimiza ndoto, tutafaulu sana. Jina langu ni Emmanuel Tere.